Nitangulize kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye kwa mara nyingine tena ametuwafikisha kuwa nasi ni miongoni mwa waja wake walioidiriki Ramadhani kwa mara nyingine. Lakini kubwa zaidi kuwa tumeidiriki Ramadhani na tumeipata na tukapata fursa pia katika Ijumaa hii ya mwanzo kuweza kushiriki katika wale wanaoifanyia kazi kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaambia waumini, idha nudhiya lis-salati min yaumi al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Kuwepo kwetu katika viwanja hivi ndani ya wakati huu ni wajibu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini shukrani ambazo tuziambatishe na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo ametuwafikisha leo kuwemo katika viwanja hivi, tukiwemo wale ambao mara zote tumekuwa ni wenye kupatikana pasina kuzingatia ni msimu wa Ramadhani ama sio msimu wa Ramadhani, lakini hata wale ambao uwepo wao katika viwanja hivi ni kwa kule kuingia masiku ya mwezi mtukufu Ramadhani. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kututhibitisha katika viwanja hivi vya kheri, na zifanye dakika chache ambazo tutakazozitumia katika uwanja huu ziwe ni dakika zenye tija katika maisha yetu fi dunia wal akhirah, na ziwe ni dakika zenye kuleta mabadiliko ya hakika katika nyoyo zetu na katika maisha yetu kwa ujumla, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni wajibu wetu kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyur rahma wal huda, lakini ndio fakhri yetu pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndani ya maisha yetu. Itutoshe tu kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kiumbe chenye kupendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa mimi na wewe ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad, mtume ambaye daraja yake ni kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtume ambaye mwenye kuunanyua ulimi wake kwa kumtakia rehma kipenzi huyu cha Allah, basi kuna mengi aliyoyatengeneza katika maisha yake fi dunia wal akhirah. Basi ni wajibu kila nafasi tunayoipata kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni wahusieni waja wa Allah pamoja na kujusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah. Umri tuliokuwa nao ni mfupi mno, dakika tulizokuwa nazo ni chache mno, lakini hakika ambayo tuko nayo katika maisha yetu ni kwamba tutakufa. Hiyo ndio hakika. Yaliyobakia yote ni mipango tuliyokuwa nayo, ambayo tunamwomba Mwenyezi Mungu aiwafikishe katika yale mazuri tunayoyataka, lakini uhakika kwamba yatakuwa hatuna, isipokuwa uhakika tuliokuwa nao kwamba kila mmoja kwa wakati wake ni mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika hiyo, basi ni wajibu kuhakikisha mazuri tunayoyafanya yawe ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hata mabaya tunayoyaepuka iwe ni kuyaepuka kwa sababu ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni Ijumaa ya mwanzo katika mwezi mtukufu Ramadhan, mwaka 1447 sawa sawa na 2026. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe kheri zilizomo ndani yake. Tupo katika mwezi ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mengi aliyoyasema kuhusiana na mwezi huu ni lile mojawapo alilolisema, atakum ramadhanun shahrun mubarakun, kwamba imewajieni Ramadhani katika mzunguko wa uhai wenu na maisha yenu. Mwapasa kuelewa kwamba Ramadhani ni mwezi uliobarikiwa, ni mwezi wenye baraka ndani yake.
ni mwezi wenye tija na faida kubwa kwa yule mwenye kuutumikia vile ipasavyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akiyasema haya kuisindikiza aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba huu ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameweka ibada ya kufunga ndani yake, hali ya kuwa ni wajibu kwa kila Muislamu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi wale ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo hili lilifanywa kwa waliokuwa kabla yenu. Tija ya kufunga huko, muhakikishe mnatoka na vazi la uchamungu litakalowafaulisha katika maisha yenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Ramadhani ni mwezi ambao tunapaswa tuvune uchamungu ndani yake, kwa dakika chache hizi ni yakumbuka maneno ya bwana mmoja miongoni mwa watu waliojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fasaha ya usemaji. Alipoileta Ramadhani katika maisha ya mwanadamu, alifananiza Ramadhani na yule mwenye kuitakiwa kuitumikia Ramadhani na mfano wa shamba na mwenye shamba lake. Anasema ata Ramadhanu mazra'ata al-ibadi litathhiri al-qulubi min al-fasadi faaddi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhhu lil-ma'adi faman zara'a al-hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman 'inda al-hasadi. Bwana anasema ata Ramadhanu mazra'ata al-ibadi, imekuja Ramadhani hali ya kuwa ni shamba hili linapaswa kutumiwa vyema na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kazi ya shamba hili na matumizi yanayopaswa kutumika katika shamba hili kwa mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatakiwa apambane kwa hali na mali namna awezavyo, litathhiri alqulubi min alfasadi, au safishe moyo wake kutokana na ufisadi. Kuna maisha ambayo tumeyaishi ndani ya miezi 11 kabla ya Ramadhani. Kwa hakika kila mmoja akikaa akitafakari, ni maisha yenye vidonda vingi sana, ni maisha yenye matokeo ya hovyo mengi mno ndani yake, ni maisha ambayo tulijihalalishia tulioharamishiwa ili mambo yetu yaweze kwenda, maisha ambayo tulikabiliana na hata yale asiyoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ushujaa na kwa kibri cha kibinadamu na kujiona kwamba ndio ubinadamu wetu, Mwenyezi Mungu atatusamehe. Basi kama ulikumba hayo na ukayafanya kwa namna hiyo, imeingia Ramadhani, itumie vyema kuutaharisha moyo wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itumie vyema Ramadhani yako kuutaharisha moyo wako na ufisadi ulioishi nao katika miezi iliyopita. Mwenye kusema akatuelekeza namna ya kufanya ili kuupata wa usafi, akatuambia faaddi huquqahu qawlan wa fi'la, hakikisha unazitekeleza haki za mwezi mtukufu wa Ramadhani kimatendo na kimaneno. Ramadhani inazo haki zake katika maisha yako kupitia ulimi wako. Ramadhani ina haki zake katika maisha yako kupitia matendo yako. Ramadhani haiishii tu kwenye kufunga, kwa maana umeacha kula, umeacha kunywa mpaka muda wa kufutari. Ramadhani haiishii kuwa Ijumaa umeingia msikitini tu. Ramadhani haiishii kuwa baada ya Isha ukashiriki katika ibada ya tarawih, bali Ramadhani inakuhusisha ulimi wako namna gani unautendea haki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na matendo yako namna gani unayatendea haki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja katika masiku aliwaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim majma'in, man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun ay fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yule ambaye amefunga mchana wa Ramadhani lakini akashindwa kujiepusha na uongo, maneno ya hovyo, akashindwa kujiepusha na matendo ya uongo, matendo ya hovyo,
basi Mwenyezi Mungu hana shida na mtu huyu katika kuacha chakula chake na kuacha kinywaji chake. Manake mtu huyu funga yake haina faida yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muda wa kuwa funga yake imefungamana na uchafu katika ulimi wake, muda wa kuwa funga yake imefungamana na uchafu katika matendo yake. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wale ambao Ramadhani hii iwe ni Ramadhani yenye tija katika maisha yetu, iwe ni Ramadhani yenye manufaa katika uhai wetu na vifo vyetu, lakini iwe ni Ramadhani itakayotusafisha nyoyo zetu na matendo yetu kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah. وأصلي وسلم على حبيبه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا إخوة المؤمنين ويا حراس العقيدة، أوصيكم كما أوصي نفسي مرة ثانية بتقوى الله سبحانه وتعالى. Kwa mara nyingine niwahusieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumcheni sana Allah ni wajibu wetu na ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha maisha anayoyaishi ni yale yanayoambatisha ucha Mungu wa kweli katika kifua chake, ili kuzipata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayo maelekezo mazuri na fasaha zaidi, ambayo kama tutaishi nayo vile ipasavyo katika kuutaharisha moyo wako, kuutaharisha ulimi wako, ambako ndiko kuitendea haki Ramadhani, bila shaka tutakuwa ni wenye kufaulu na kufikia daraja ya ucha Mungu aloitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo ndio lengo la kuletwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Niyataja maeneo haya matatu muhimu, na uwe ni ujumbe tutakaoondoka nao leo, kwamba tunakwenda kuitafuta Ramadhani, tunakwenda kutafuta baraka za mwezi wa Ramadhani, tunakwenda kutafuta mafanikio na ucha Mungu wa Ramadhani. Basi tukautafute, miongoni mwa mambo tutakayoyafanya ni pamoja na haya maeneo matatu aliyoyataja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ni hadithi maarufu, wengi wetu tumeisoma katika madrasa. Mtume anatuelekeza maisha sahihi tunayopaswa kuyaishi katika maeneo makuu matatu. Jikague mahusiano yako katika maeneo haya namna yalivyo. Ikiwa yako vyema mahusiano yako katika maeneo haya matatu, nenda kaendelee kuyaboresha. Lakini ikiwa kuna ulakini katika maeneo haya matatu aliyoyataja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ondoka na azma kuanzia leo Ijumaa ya mwanzo wa Ramadhani, uende ukayafanyie kazi, uhakikishe haitofika Ijumaa ijayo lakini unazo hatua ulizozipiga katika kuyafanyia kazi maeneo haya matatu. Ittaqillaha haithuma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote uwapo. Mtume Muhammad anatuelekeza kwamba katika moja ya mambo muhimu unayopaswa kuwa nayo mja wa Allah, hakikisha unautambua uwepo wa Mwenyezi Mungu katika kila nukta ya maisha yako. Akiwa na maana, hakikisha mahusiano yako na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala yako sawa sawa. Kumcha Mwenyezi Mungu katika kila sehemu ya maisha yako, katika kila nukta ya maisha yako, manake ni kutekeleza haki anazozitaka Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ipasavyo katika kila sekunde ya uhai wako. Lakini tu sio sekunde ambazo leo uko hai, bali hata katika kila nukta ya maisha utakayoyaishi baada ya kifo chako. Ndio maana akasema ittaqillaha haithuma kunta. Lakini sehemu ya pili akaisema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, lifuatishie baya uliloteleza
baya ulilolifanya katika maisha yako na ukagundua kwamba hili ni baya, nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, ama umemkosea ndugu yako katika imani, ama vyovyote iwavyo, lakini ukathibitisha kwamba hili ni baya nimelifanya, bas atbi'i sayyi'ata alhasana, tafuta zuri litakalokwenda kukaa nafasi ya lile baya, ili kulifuta lile baya ambalo umelifanya katika maisha yako. Hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamtamkisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuelezea umuhimu wa kuimarisha mahusiano yako wewe mwenyewe na nafsi yako. Lazima upate muda ujikague katika nafsi yako, haya ninayoyafanya ni sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Haya ninayoyatenda ndiyo nayoyataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Balil insanu ala nafsihi basira. Kuna muda wewe unakaa peke yako, wewe iwe ni chumbani, iwe ni kazini kwako, iwe katika biashara yako, popote utakapokaa na nafsi yako umekaa peke yako, jiulize kwamba haya ninayoyafanya kwa huu usiri niliokuwa nao ndio haki ninayotakiwa kuitekeleza katika nafsi yangu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kama kuna matatizo, nenda karekebishe maeneo haya. Na sehemu ya mwisho ni pale alipotaja mahusiano yetu baina ya sisi na sisi kwa kusema kwamba wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kwamba ishi na watu kwa tabia njema. Haya ni mahusiano baina yako na jamii inayokuzunguka. Watu wako wanaoishi na wewe wanakuchukuliaje? Watu wako wanaoishi na wewe katika kazi zako wanakuonaje? Wanakuona kwa jicho alilotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakuone nalo? Ramadhani ni masiku machache, ni siku 29 ama 30. Leo tayari tuko katika chungu cha pili na wengine wako katika chungu cha tatu, ndio Ramadhani inaondoka. Kumi la rahma ambalo lina masiku 10 tayari zishaondoka, siku kadhaa. Tunakwenda kulipigania kumi la maghfira, tutakwenda kulipigania kundi la itqum minan nar. Mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yakoje? Mwenyezi Mungu anahitaji Ramadhani kuwa ni mwezi wa Qur'ani. Hivi mpaka leo ushasoma Qur'ani kiasi gani? Lakini unaisoma Qur'ani ma'a tadabbur, pamoja na kuizingatia, ama unaisoma Qur'ani msomo wa kasuku, kwamba hata wewe mwenyewe hujui unachokisoma ni kitu gani? Ramadhani ndio inakwenda. Mahusiano yako wewe na yale matendo yako unaoyafanya na ulioyaishi kabla ya Ramadhani yapoje? Mahusiano yako na jamii inayokuzunguka yapoje katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Pakizungumzwa ndani ya Ramadhani usome Qur'ani, panazungumzwa kuimarisha mahusiano yako na Allah. Pakizungumzwa ndani ya Ramadhani uitoe sadaka na ujitolee kwa ajili ya Allah, panazungumzwa mahusiano yako wewe na nafsi yako katika yale mazuri na mabaya ulioyatenda katika maisha yako. Pakizungumzwa Ramadhani ni mwezi wa kualikana, kushikana mikono, kusaidiana, kufutarishana na kuwezeshana katika heri na haki. Panazungumzwa mahusiano yako wewe na jamii inayokuzunguka mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili tupate ucha Mungu na ili tupate baraka za mwezi wa Ramadhani, ambao ndio faida ya ucha Mungu aliotaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ondoka katika Ijumaa hii na ujumbe huu, nenda kayafanyie kazi maeneo haya. Kajikague nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu ipoje, ikague nafsi yako ndani ya maisha yako wewe mwenyewe ipoje, ikague nafsi yako katika jamii uliokuwa nayo na wao wanaokuzunguka ipoje, ili tuweze kupata tija na mafanikio ya mwezi mtukufu Ramadhani. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب
رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.